Waziri. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Katika kipindi cha miaka mitano kuanzia mwaka 2025-26 mpaka 2029-30 serikali ina mpango wa kujenga maghala na vienge vyenye uwezo wa kuhifadhi tani milioni 3 za chakula. Katika mwaka wa fedha 2024-25 serikali imekamilisha ujenzi wa ghala za kisasa 20 za ngazi ya kijiji zenye uwezo wa kuhifadhi tani 47,000 katika mikoa ya Dodoma, Babati, Tabora, Kigoma, Ruvuma, Simiyu, Mtwara, Geita, Mwanza na Morogoro. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kutambua umuhimu wa maghala na vienge katika kuimarisha usalama wa chakula nchini, kwa sasa zoezi la kufanya tathmini ya utambuzi wa ghala za umma na binafsi linaendelea. Zoezi hilo litakapokamilika litaweza kutoa mwongozo wa namna bora ya uwekezaji wa ghala katika maeneo mbalimbali nchini. Mheshimiwa Mpakate. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuwa tatizo la maghala kwenye vyama vya msingi na vijiji vyetu katika jimbo la Tunduru Kusini ni kubwa, ni kwa nini sasa serikali haioni haja ya kuwashirikisha benki za biashara na vyama vya msingi kujenga maghala ili kuondokana na adha ya vyama vya msingi kutumia nyumba za watu binafsi ambazo hazina ubora kuhifadhia mazao? Swali la pili, mwaka 2014-2015 bodi ya korosho ilianza kujenga ghala la kuhifadhia mazao katika mji wa Tunduru lenye uwezo wa kuhifadhi mazao tani 10,000, lakini ujenzi ule umesimama mpaka leo. Ni lini serikali itatoa fedha kukamilisha ujenzi ule, kwa kuwa bilioni 1 iko pale na bado haifanyi kazi yoyote? Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa Mpakate kwa kazi nzuri anayoifanya katika jimbo lake, hususan kwenye kufuatilia maghala ya uhifadhi wa chakula. Lakini nimthibitishie tu kwamba mpango wa serikali wa sasa ni tumevielekeza vyama vya ushirika, kwa maana na vile vyama vya msingi na vyama vikuu pamoja na sekta binafsi kuingia katika ujenzi wa maghala ambayo yatasaidia katika uhifadhi wa chakula. Kwa hiyo jambo hilo lipo katika mpango wetu na tumeendelea kulisukuma kwa sasa hivi. Lakini swala la pili ambalo ni la msingi kabisa ni kwamba ni kweli bodi ya korosho ilianza kujenga katika mwaka wa fedha 2014-15 na hapo katikati tulikwama kupata fedha. Lakini ninavyozungumza sasa hivi ni kwamba tayari bodi ya korosho ina fedha bilioni 2.6 kwa ajili ya ujenzi wa ghala hili, na tumeshawaelekeza kwamba katika msimu unaofuatia ghala lile liwe limejengwa, limekamilika na lianze kutumika kwa ajili ya kuhifadhia mazao. Asante.